Mojawapo ya vitu vya muhimu vya kufanya maandalizi kabla ya kupata ujauzito ni kuhakikisha kwamba una uzito mzuri. Una uzito wako sio chini ya kiwango kile kinachotakiwa au haupo juu ya kiwango kile ambacho kinatakiwa, kwa sababu vyote viwili vinavuruga mfumo wa hormone. Lakini sana sana watu wenye uzito mkubwa wanakuwa kwenye hatari sana ya kupata magonjwa kama kifafa cha mimba, pressure ya mimba, kisukari cha mimba au mimba kuporomoka, au unakuwa kwenye hatari ya kujifungua kwa operation kwa sababu ya uzito mkubwa. Lakini sasa ikitokea kama umeingia kuwa mjamzito katika hali ya ujauzito ukiwa tayari una uzito mkubwa, kwa sababu watu wengi wa Afrika wengi huwa hawapangi lini wapate mimba. Inatokea tu, bwana sioni siku zangu, tayari ndio ujauzito ushafika. Na unakuta labda wakati huo sasa tayari wewe una uzito mkubwa, ulikuwa bado hujaupunguza kuwa kwenye uzito unaotakiwa. Kwa hiyo unatakiwa ukifanya kitu cha kwanza kabisa, usijaribu kutumia dawa au product za kupunguza uzito. Yaani kuna zile product zile ambazo tunatengeneza za asili au zile za kizungu, viwe vidonge, viwe za unga. Usitumie product zozote za kupunguza uzito, kwa sababu unapokuwa mjamzito yule mtoto kule tumboni analindwa kwa hormone, yani ujauzito unatunzwa kwa hormone. Sasa unapokuwa unatumia product ya kupunguza uzito, mara nyingi huwa zinakwenda kuboost metabolism, zinaongeza mchakato wa mwili kuchoma mafuta, na hata mfumo ya hormone pia inaweza ikabadilika kwa ghafla, inaweza ikapelekea ukaharibu mimba au ukamdhuru mtoto kwa sababu hiyo. Kwa hiyo sio vizuri kutumia product za kupunguza uzito ukiwa tayari ni mjamzito. Fanya hivyo mapema kama maandalizi kabla, lakini ukishakuwa mjamzito usitumie product yoyote ile, usijiweke kwenye risk. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya sasa, ukishakuwa ni mjamzito alafu tayari una uzito mkubwa, unaweza ukala vyakula ambavyo vimetokana na mimea katika uasili wake. Tunaviita chakula hai. Kula vyakula ambavyo vimetokana na mimea katika uasili wake. Kwa sehemu kubwa, yani kula vyakula kama nafaka nzima, kula matunda, mboga mboga, jamii ya kunde kama maharage, choroko, mbaazi, dengu, viazi, vitu kama hivyo, vyakula vya asili ambavyo vimetokana na uasili wake. Vinakusaidia kupata virutubisho